president ama rais wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar kwa maana ya ZFF, na leo kwa mara ya kwanza kabisa tumezindua mfumo wa kidigitali wa ZFF pamoja na ZFF app, na nataka utuambie sofa kwa yule ambaye hafahamu hiki ambacho kimefanyika leo, uzinduzi wa ZFF ama mfumo wa kidigitali ni nini haswa? Asante. Hili ni jukwaa maalum la mfumo wa kidijitali ambapo mbali na shughuli nyingine, lakini unakwenda tunaita Zanzibar Football Management System, kwa maana ya kuwa shughuli zote za mpira wa miguu Zanzibar sasa tunachotaka ziwe zinakwenda kidijitali zaidi, ukiondoa kucheza wenyewe pale uwanjani, lakini yale ya nje ya uwanja basi tunakwenda nayo katika mfumo maalum. Na sote tunafahamu kuwa sasa hivi habari ni jambo muhimu sana, na moja kati ya jambo na habari maana yake ni kuwa unapozungumza habari ni jambo jipya ambalo hujalipata kabla au hujalipata rasmi kabla. Kwa hiyo kutokana na hilo tumeona kuwa kuna haja sasa ya kwenda na huko, kwa sababu tunachoangalia miongoni mwa mambo mengi sana, tumeona kuwa tunashukuru sana kutokana na juhudi za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, yale ambayo aliyazungumza. Mimi na siku zote napenda nirudie tangu ile hotuba yake ya kuzindua Baraza la Wawakilishi wakati ule akiingia madarakani kwa mara ya kwanza, alizungumza kuwa anataka kuona kuwa soka la Zanzibar pamoja na michezo mingine, lakini kwa upande wa soka la Zanzibar kuona kweli kuna maendeleo, na maendeleo yale kuona kuwa Zanzibar inakuwa ni chemchemu, inakuwa ni chanzo na kitovu cha kuweza kuzalisha wachezaji na pia kupata vipaji ambavyo sasa moja kati ya jambo letu ni kuona kuwa mchezaji huyu ambaye wewe unamtaka sasa hivi, habari tu ya kusema kuwa nimesikia nasikia ni jambo silo, lakini unataka uone. Kwa hivyo sasa kuona huko ni miongoni mwa hilo, na unapotaka si kuona tu kwa sababu kutumia fulani, lakini unataka uone official. Sasa na moja pahali ambapo patakuwa na hilo jukwaa rasmi au platform rasmi, basi ni kutoka kwenye shirikisho kwenyewe. Kwa hiyo hii itawasaidia zaidi wachezaji, na wachezaji hawa nataka niseme tangu wale ambao wanachipukia, ndio lengo letu kuona hivyo, na ndio maana katika mfumo wetu tumeweka madaraja yetu yote, tangu lile ambalo kwa hapa Zanzibar tunasema daraja la vijana au Central League, ambapo kule ndani tuna juvenile, tuna junior pamoja na Central League, lakini hali kadhalika madaraja yetu yote tangu daraja la 3, daraja la 2 na hali kadhalika daraja la kwanza katika ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, na baadaye tunakuja taifa ambapo tuna daraja la kwanza ligi ile tunaita daraja la kwanza taifa, na hali kadhalika Premier League. Kuwa tuwe tunaweza kuweka taarifa mbalimbali za wachezaji wetu, shughuli zetu za kiutawala na kiuendeshaji, ikiwemo shughuli za kifedha, shughuli za masoko na mambo mengine mbalimbali, lakini pia shughuli za kibiashara, kwa sababu kama unavyofahamu tulizindua hapa jezi rasmi ya timu yetu ya taifa kwa maana ya Zanzibar Heroes. Kwa hivyo ni kuona kuwa vifaa hivyo navyo pia vinaweza vikawa vinapatikana, mtu anaviona, na hali hiyo inakwenda kwa uzuri. Lakini pia hivi karibuni pia tulifanya jambo jingine pamoja na ndugu zetu wengine wale, kuona kuwa tufike pahali tuweze kujitathmini, na kujitathmini huko maana yake ni kulitathmini kwa ujumla ile tunasema soka au football la Zanzibar, nini thamani yetu, nini uwezo wetu, lakini pia tunapozungumzia katika hadhi zile za kimataifa sisi tuko wapi na vipi tunaweza tukenda na tukafika huko. Kwa hiyo haya yote kwa pamoja ni miongoni mwa jambo hilo. Sasa leo hii kutokana na hii utaweza kupata, tutafika pahali tutakuwa tunaweza kupata habari za shughuli za football la Zanzibar kwa kupitia simu yako ya mkononi au simu yako ya kiganjani, kama tulivyosema, kwa kupitia either app. Lakini je, kama sina app, sina hiyo tunasema smartphone, au sina kitu tunasema bwana mtandao sasa hivi umebuma, basi bado unaweza au sina MB, si ndio tunasema hivyo kwa hivyo yale yote, lakini pia kwa kutumia ile tunaita USSD. Kwa hiyo maana yake wewe ukishakubinya tu kama itakuwa ni 1 au 550
hash, unaweka basi taarifa zile zote ambazo ni kwa wakati ule zinapatikana zitakuwa zinapatikana. Lakini pia tujue kuwa kutakuwa na baadhi ya taarifa ambazo itabidi mtu ajisajili rasmi, lakini pia na kujisajili huko rasmi kutakuwa ambazo unayapata bure, lakini pia kutakuwa na yale ambayo unayapata ili itabidi kidogo ulipie na mambo kama hayo. Lakini pia tutakuwa kuna jukwaa ambalo hata wenyewe kwa wenyewe, iwe mashabiki, waandishi wa habari, wapenzi, wanaweza kukaa na kukaa katika jukwaa hilo na kuanza kuzungumza mambo yao mbalimbali. Tunafahamu na tunaelewa katika hilo, kama kawaida kutakuwa na mawazo ambayo mimi siku zote huwa ninasema wale ambao wakati mwingine anakukriticize au yule ambaye anakuwa, sijui kwa Kiswahili kukriticize tunasema vipi, lakini wakati mwingine unasema kama vile anapinga mambo au anakuvuruga na hivi. Mimi wakati mwingine na mara nyingi sana huchukua yale ni sehemu ya kujifunza, yale ni mafunzo, kwa sababu yeye ana maono na pengine uono wake yeye unaweza ukakusaidia. Kwa hiyo sio kila mtu, na wakati mwingine kama hatujafanya hivi tumeelewana vizuri. Kama leo hatujazindua na hili hatujalifanya, jana tulipokuwa tukufanya hakuna mtu wa kukriticize. Kwa hiyo leo tunafanya, kwa hiyo yakija yale maana yake yatakuwa yanatusaidia sisi kuona kuwa kumbe kuna pahali tunatakiwa tuimarishe, kumbe kuna pahali tunatakiwa tutengeneze zaidi. Kiswahili cha siku hizi mnasema kuboresha, si ndio bwana? Ili kuleta maendeleo na kuleta lengo lilokuwa zuri. Lakini haya yote ni nia na madhumuni ya kuendana na kasi ambayo serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar inataka kuona kuwa kila jambo kweli linakwenda katika ile hadhi ambayo inayotakiwa, na ili na sisi tuweze kuonekana tupo katika hadhi inayofaa kabisa na inayostahiki. Dr. Suleiman, nataka nijue labda kwa yule ambaye labda mfumo huu hauelewi, kutakuwa kuna shule maalum ambayo itatolewa kwa wale mashabiki, kwa sababu hata ndani eneo kubwa lilikuwa linazungumziwa kwa mfumo huu ni kwa wale mafans. Sisi tutakuwa tunajua, lakini kuna wale mashabiki ambao wanataka kujua zile taarifa nyeti za timu zao, za wachezaji wao. Je, kutakuwa kuna shule maalum ambayo itatolewa au tutaendaje? Okay. Ni kweli kabisa hilo tunayotaka tutafanya, ni kweli kabisa. Tutatoa elimu maalum kwa viongozi wa vilabu, wachezaji wa vilabu, lakini sasa kwa fans itabidi sasa tutumie media kama hizi za kwenu nyinyi pamoja na media zetu kubwa, pengine iwe ZBC, iwe Zanzibar Cable na wengine wengi ambao tumekuwa nao tukifanya kazi. Tunaweza tukazungumza TBC, tuna Crown TV, lakini pia na wengine Clouds na wengineo wote hawa kwa pamoja tuweze kukaa, Wasafi na wengineo, tuweze kukaa kwa pamoja tuweze kuona. Tusisahau Channel 10 ni mmoja kati ya mdau wetu pia ambaye tumekuwa tukifanya naye, bila kusahau Kishai TV tumekuwa tukifanya nao muda mwingi sana pamoja. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa elimu maalum ili sasa na wale wenzetu waweze, lakini pia unajua uzuri wa mambo ya digital, ukisha kuweka kwenye simu app iko pale, USSD iko pale, basi wenyewe itakuwa inakwambia wewe, ukizifuata zile taratibu basi itakwambia nini unafanya, wapi uende, na tunaweza tukafika. Kwa hivyo hayo ndio malengo yetu, na tunaomba sana sana na nyinyi mtusaidie, na sisi tuko pamoja kusikiliza pale ambapo pana makosa, pale ambapo pengine hapajakaa vizuri, pale ambapo penye udhaifu, ili tuweze kuimarisha na kwenda nalo hili jambo kwa pamoja na kufikia lengo na dhamira ambayo tumeipanga. President, swali langu la mwisho, je, huu mfumo kujisajili itakuwa ni bure au kuna gharama zozote ambazo zitakuwa mtu anachajiwa? Kwa kweli tutaanza kwanza, lazima niseme kama nilivyosema, kujisajili tu ni bure, lakini kuna baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazitaka, hizo zitakuwa unabidi utalipia. Kuna baadhi lakini kwanza tukianza tutaanza na mfumo ukiwa bure kabisa, baadaye tuone hali inavyokwenda, lakini pia tuangalie na mwitikio wa wale ambao watakuwa tunakwenda nalo na taarifa za aina gani ambazo itabidi tutakuwa tunaweza kuzilipia. Mimi nikushukuru sana President. Tunaona sasa hivi wanasema kwa kizungu nowadays soka la Zanzibar linapiga hatua sana. Watu mbalimbali wamekuwa wakifuatilia soka la Zanzibar, wakinunua pia wachezaji kwa wingi kutoka Zanzibar, kwa maana hatua kubwa ambayo inafanywa na shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar. Kwa kweli mimi nitoe shukrani. Unajua, wakati tunaingia madarakani tulikuja na kitu kinaitwa mpango mkakati, ambao mpango ule tulizungumza mengi sana, na moja kati ya jambo kubwa tulisema kuwa hili jambo tunataka kuona iwe ni players focused, lakini iwe technically, lakini pia na academically driven.
Kwa hivyo iwe ni elimu inatumika, lakini pia lengo letu ni kuwatizama wachezaji na wachezaji wale tangu akiwa katika maeneo yale katika umri mdogo. Napenda nitoe shukrani za dhati kabisa kwa academies mbalimbali ambazo zimekuwepo nchini kwetu, kwa maana ya katika visiwa vyetu hivi kwa upande wa Unguja, hali kadhalika kwa upande wa Pemba, zote zile ambazo zipo ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na mafanikio yake tunaona, lakini zipo ambazo pia nazo zinafanya vizuri, lakini kuna na zile ambazo zimekuwa zikichipukia. Kwa hiyo mimi bado nitoe wito na tumo katika kupigania kuona kuwa tuweze kufika pahali hii elimu ya utaalamu huu, kwa maana ya kuwafundisha hawa walimu wetu tangu wale ambao kwenye grassroots ambao wanalea watoto wadogo hadi kufikia ngazi ya juu, tuone kuwa pengine zile gharama za mafunzo nazo tunaweza kuzipunguza ili kuweza kupata walimu wengi zaidi walio bora ili kuweza kuendeleza vijana wetu.